Tanga hodi. Tukae. Tanga hodi. Handeni hodi. Mwagonavi. Lansiku. Haya, asanteni sana kwa makaribisho. Tumekuja na msafara mkubwa tukianza ziara katika mkoa wa Tanga, na tutapita halmashauri zote. Moja ya ajenda tulionayo ni kukagua na kuzindua miradi yetu ambayo inaendelea na ile inayoanza kuweka mawe ya msingi, lakini pia na kuchukua hatua kukwamua maeneo ambayo yamekwama. Kwa hiyo tuko msafara wa kutosha hapa wa serikali. Daktari Samia yuko kazini, na kwa kuwa tunataka kuwasikiliza wananchi huku tunakowakuta, tayari tumekwisha kumsikiliza mkuu wa mkoa na tumemsikiliza mwenyekiti wa chama. Tumeshapata picha ya mambo yanayotakiwa kufanyika. Sasa tuwasikilize na wawakilishi wa wananchi, then tutakuja serikali kusema. Tuko na mawaziri kadhaa hapa. Tunaye waziri wa mifugo Daktari Bashiru Ali Kakurwa, yuko hapo. Katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Tuko na ndugu Daniel Chongolo, waziri wa kilimo, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Wote watunga ilani hao. Tuko na Profesa Riziki Shemdoe, waziri wa nchi. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, mtoto wa nyumbani. Na tuko na ndugu Jumaa Aweso, waziri wa maji, mtoto wa nyumbani. Na tuko na Daktari Pius Chaya, naibu waziri ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Na tuko na mwenye jina refu Kwagilwa Ruben, na mengine yote weka deshi au X. Naibu waziri TAMISEMI, mtoto wa nyumbani. Naibu waziri gani mwingine nimemwacha huko? Nadhani kwa hao waliokuja ni hao, lakini na mwenyeji wetu hapa, waziri wa nishati. Lakini naelekeza naibu waziri, najua waziri wa fedha yuko safari, lakini mwakilishi wake naibu waziri mojawapo aje kwenye ziara, kwa sababu mambo mengi haya tunayopitia yanahusu fedha, na mtu wa bajeti awepo, mojawapo kutoka idara ya bajeti awepo. Hata tukiwa tumeshaondoka hapa, na wenyewe wapitishwe waje wauone huu mradi hapa. Manake nilishakuwa pale na wajua watu wangu. Wanajifungia mno ndani kutafuta fedha, wanaweza wasijue kinachoendelea huku na uharaka wa uhitaji wa mambo ya msingi kama haya. Sasa baada ya kuwa nimesema haya, nitaleta salamu baada ya kuwa tumeshawasikiliza. Sasa niombe tuanze kwa kifupi, tuwasikilize wawakilishi hapa, tukianza na mbunge wa eneo hili hapa. Karibu sana, utupe mawili matatu kwa niaba ya wananchi hawa wa jimbo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza mbele ya ndugu zangu wa jimbo hili la Handeni. Kwanza ni kushukuru kwa ziara yako kuja kuzindua mradi mkubwa huu wa umeme.
tulikuwa tuna changamoto nyingi sana za umeme katika jimbo letu la Handeni. Kama walivyosema ndugu zetu waliotangulia, umeme katika ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Mpaka baadhi ya appliances, vifaa vya majumbani vilikuwa vinaungua kwa sababu ya kukatika kwa umeme. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa mradi huu, tayari naona mwarobaini wa umeme unaenda kutatuliwa katika jimbo la Handeni. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Handeni tuna vitongoji 770. Katika vitongoji 770, vitongoji 528 vina umeme. Na wiki mbili zilizopita tumekabidhiwa vitongoji 38. Kwa hiyo bado tuna scarcity ya vitongoji kama 202 hivi, 204. Kwa hiyo na imani kwa spidi yako hii mpaka 2030 kila kitongoji kitakuwa kinawaka. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna jambo nsipolichomeka hapa hawawezi kunielewa. Ingawaje tunazungumza uzinduzi wa umeme, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo langu la Handeni tuna changamoto kubwa za maji. Changamoto ya maji ni kubwa sana jimbo la Handeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu tayari miradi miwili ipo mikubwa. Mradi wa miji 28, lakini pili kuna mradi wa kutoka Segera mpaka Kabuku. Hii ni miradi mikubwa ambayo inatekelezwa katika jimbo la Handeni. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe ile spidi kwa sababu hamu imeongezeka. Yaani wananchi wa jimbo la Handeni tunatamani maji tuyaone hata kesho yanatoka. Na nikushukuru kwa sababu nimekuwa nikikusumbua sana. Lakini pia nimemsumbua sana waziri wangu wa maji ndugu yangu Juma Aweso. Hata Jumatano juzi tulikuwa kwenye kikao chetu tukijadili namna ya kuhakikisha miradi ya maji inakamilika kwa wakati katika jimbo la Handeni. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa, ukitoka hapa utoke nalo hilo, tuhakikishe kwamba ndani ya muda, najua fedha tayari zipo na inaendelea, lakini wakandarasi waongeze spidi ili kusudi maji yaweze kupatikana kwa haraka. Lakini jambo la mwisho Mheshimiwa, ni issue ya barabara. Tunazo barabara mbili ambazo ziko katika mradi wa Rise wa World Bank. Barabara ile ni barabara inayotoka kutoka Kwedikwazu mpaka Sindeni yenye kilomita 38. Lakini tuna barabara nyingine inayotoka Segera mpaka kwa Doya yenye kilomita 18. Ile miradi tayari fedha zake zimetengwa, lakini tuombe nao wale wakandarasi waje site mapema ili ikamilike. Hii barabara inayoenda Sindeni inapita katika daraja muhimu sana inaitwa daraja la Komdudu. Imekuwa changamoto kwa sababu wananchi wanatumia muda mrefu sana kuzunguka kufuata huduma za afya na huduma nyingine. Lakini sababu kubwa ni kwamba daraja limekatika, kwa hiyo wamewekewa tu kitu fulani hivi kinaning'inia kwa ajili ya kurahisisha wanaoenda kwa miguu. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima yako na kwa namna unavyotupenda sisi, niombe hizi barabara sababu ziko World Bank na imani na fedha tayari nimeambiwa zipo. Nishaambiwa na waziri amesema tayari fedha zipo, basi wakandarasi waje mapema ili walau changamoto hizi ziweze kutatuliwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto ni nyingi. Nikizungumza hapa siwezi kuzimaliza. Lakini kikubwa, karibu sana jimbo la Handeni. Wananchi wa Handeni tunakupenda. Lakini pia nikushukuru kwa namna ulivyokuwa karibu na sisi. Umekuwa ukiwasiliana na mimi mara kwa mara kuhusu miradi yetu hii. Kwa hiyo nikushukuru sana. Endelea kuwa na moyo huo huo. Sisi kazi yetu ni moja tu, ni kuongeza ubani, ni kuongeza maombi. Uhakikishe kwamba unaendelea kudumu katika nafasi yako, lakini pia tuhakikishe kwamba Mungu anakupa umri mrefu ili maono yako na miradi yako mikubwa ambayo umepanga kutekeleza jimbo la Handeni ikamilike. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge, na ulichosema ni kweli. Tumekuwa tukiwasiliana sana kuhusu mambo yanayohusu jimbo lako, na hata haya uliosema umeshaniambia sio chini ya mara 3 katika nyakati tofauti ambazo tunaongea. Na ninyi wana Handeni muendelee kutunza wabunge wa aina hii. Sio unatuletea mbunge hana hata namba ya mkuu wa wilaya, atakusaidiaje sasa? Unaleta mbunge anamfikia waziri mkuu.
unaleta mbunge anafika Ikulu, shida zenu zinafika moja kwa moja. Hongera sana mbunge. Yes, mbunge wako, mbunge pacha mwenzako, Mheshimiwa mbunge, karibu na wewe, pamoja na kwamba kule huwa unajibu maswali, lakini hoja zako na wewe kila siku huwa tunashauriana. Niliwatambulisha makatibu wakuu wa staff, Dr. Bashiru Kakurwa pamoja na ndugu Daniel Chongolo, na mimi nilikuwa naibu katibu mkuu. Na wakati niko naibu katibu mkuu, huyu ndo alikuwa msaidizi wa naibu katibu mkuu. Kwa huyu naye ana namba ya waziri mkuu huyu. Karibu usalimie na tuambie ya Handeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima kubwa na taadhima, kwa sababu tunazo shukrani nyingi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi watu wa Handeni mjini, na kwa sababu masaa machache yajayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakuwa na mkutano wa hadhara kule jimboni kwangu. Kwa heshima kubwa ninaomba sana uridhie, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikapate muda wa kuzungumza kule jimboni kwangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri, umenisaidia. Kwanza nilikuwa bado sijakutahadharisha usioge hadharani hapa. Nashukuru sana, asante sana. Wabunge wa viti maalum, natambua tuna mwenyekiti wa kamati yetu ya elimu. Karibu Mheshimiwa mbunge kwa niaba ya wabunge wenzako wa viti maalum. Hatuwezi kuondoka bila kusikia yale ya kina mama. Handeni oye! Tanga oye! Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote, wananchi wenzangu, asalamu alaikum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni Husna Juma Sekiboko, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu, ratiba yetu ya bunge inaisha leo. Lakini pamoja na kuisha leo, kamati ya uongozi ya bunge imeitishwa leo. Lakini pamoja na kuitishwa, na mimi ni mjumbe wa kamati ya uongozi, nilisema hapana, lazima nije nikupokee nyumbani kwanza, halafu kisha nitaenda kuitika wito wa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Tanga, karibu sana nyumbani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo ambalo umelifanya hapa la kuzindua kituo cha umeme hapa Mkata kwa ajili ya wananchi wa Kilindi na Handeni si jambo dogo, ni jambo kubwa, hasa kwa kina mama wa wilaya hizi mbili na wilaya za pembeni. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka 5 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, akina mama wamehamasika, na hivi ninavyokuambia, ukipapasa hawa akina baba na akina mama, fedha nyingi zipo kwenye mifuko ya akina mama. Akina mama ni watafutaji, wanatafuta, wanahangaika na shughuli za uchumi. Akina mama lishe, wanaofagia barabarani, kilimo, wanaohangaika nacho ni akina mama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie, sisi akina mama wa mkoa wa Tanga tunajivunia sana miradi kama hii ya kimkakati ambayo inakwenda kugusa uchumi wetu moja kwa moja. Najua muda wako ni mfupi Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini nataka nikuambie jambo moja. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya kazi kubwa ya kuzindua nishati ya kupikia ya majiko ya gesi. Akina mama wa mkoa wa Tanga tulihamasika sana. Na moja ya eneo ambalo alizindua, aliuza majiko kwa 17,000 mpaka 27 yale ya ruzuku ya serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wa Handeni, watu wa Kilindi, watu wa Lushoto, watu wa Korogwe bado hawajafikiwa na ule msaada wa Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuuza majiko ya gesi kwa bei ya ruzuku. Ni kuombe sana kwa niaba ya kina mama wahangaikaji wa mkoa wa Tanga, itakapofika muda ule mradi ukiwa tayari, basi uanzie mkoa wa Tanga ili tuendelee kufurahia, tuendelee kuiombea serikali tunayopenda, serikali pendo ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana. Lakini nataka nimalize Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi akina mama wa mkoa wa Tanga tuna macho tunaona, tuna masikio tunasikia. Tumeona tangu umeapishwa kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
sio kwa watendaji wa vijiji wa kata, sio wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, sio wakuu wa mikoa. Kila mmoja yuko anahangaika kwenye nafasi yake kutatua changamoto za wananchi. Uwajibikaji ndani ya serikali, ndani ya ofisi za serikali umerejea na unakwenda vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakupongeza sana, tunakuombea kila laheri. Mimi nina historia na wewe. Tangu mwaka 2012 nikiwa kwenye Baraza Kuu la Vijana, nilikuita hapa Tanga, ulikuja kutusimikia makamanda wetu wa vijana pale Korogwe. Moja ya jambo ambalo nalifahamu kwako kwa usiku na mchana, huchoki kufanya kazi, ni mtu wa site, ni mtu ambaye unatembea mpaka vijijini. Na nimeiona ratiba yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, unakwenda kulala Kilindi. Katika ufahamu wangu, hayupo waziri mkuu aliyewahi kwenda kulala Kilindi. Wewe unakwenda kuwa waziri mkuu wa moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana, asante sana, na nakutakia kila laheri katika ziara yako. Tanga oye! Ninyi watu wa Tanga mnajua kuchagua. Huyu mbunge huyu hata akiwa bungeni, spika akishamtaja tu kwamba ni mchangiaji anayefuatia kuchangia, hata waliokuwa wanakunywa chai kule wanarudi mle ukumbini wakamsikilize. Hongereni sana. Ndio maana amepewa sekta ya muhimu sana ya kuisimamia serikali, sekta ya elimu. Na pale kwenye sekta ya elimu, kwenye kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan, kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kufanyika, ikiwemo mabadiliko ya mitaala ambayo sasa yataenda kutuondolea kile kilichokuwa kinaitwa kuna watoto hawajachaguliwa kuendelea na kidato cha kwanza kwenda cha 4. Unajua tumetoka mbali sana kwenye eneo hilo. Zamani ilikuwa kwenye shule anachaguliwa 1 ama 2 ama 0. Unaambiwa amefaulu ila hajachaguliwa, na uchaguzi haukuwepo. Tukaenda tukabadilisha, ikawa kama ni darasa lina watu 30 wanachaguliwa 30 hawajachaguliwa. Sasa tumeshaenda kama darasa kwenye 100% tumeshafika kwenye 85 mpaka 90 hivi. 10% na sehemu zingine 5 wanasema hawajachaguliwa. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kuifuta hiyo, na kwenye wabunge mwenyekiti huyu ndo anayesimamia kamati, anayesimamia serikali kwenye kamati ya elimu. Hongereni sana. Sasa huyu sio namba tu ya waziri mkuu, ana namba mpaka ya rais. Hongereni sana. Sasa tumeshawasikiliza wawakilishi, tupate 1 2 kutoka uraiani huko. Kuna mtu ana jambo la haraka sana mbali na haya ambayo yameshasema na wawakilishi wenu? Kuna mtu ana jambo la haraka sana? Haya, tunachukua 2. Nimeshaona mkono mmoja. Kuna mwingine ana jambo la lazima ambalo akiondoka bila kulisema ataugua? Nimeshaona mmoja, basi tutachukua na mmoja hapa. Na wewe njoo hapa. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Musa Ngana, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Mkata Magharibi, kijiji ambacho kipo mradi huu hapa tulipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kubariki kwa siku ya leo kuweza kukutana na jamii ya Mkata. Lakini kitu ambacho napenda kuwasilisha kama kiongozi wa jamii ya Mkata, eneo ambalo tumejenga mradi huu ni eneo ambalo wananchi wameweza kulitoa kwa huruma zao kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tunapozungumza kama hatua 10 ni shule ya msingi Imani, shule ambayo ina wanafunzi takribani 1000 na kidogo, lakini shule hiyo ina madarasa 4 ambayo ndiyo yanayotumika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa huruma zako na kwa unyenyekevu ambao tunao watu wa Handeni, haswa jimbo hili,
tukuombe, shule ilipo, madarasa yaliyokuwepo zaidi ya madarasa 3 hayatumiki na wahandisi wameyakubali kwamba yasitumike kwa usalama wa watoto. Lakini pia na nyumba ya mwalimu haitumiki kwa uchakavu uliokuwepo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe, kwa hali iliyokuwepo hapo shuleni, kiukweli kabisa inatia huzuni. Mimi najibu hoja za wananchi, lakini nafika sehemu kuna kikomo changu. Kwa ujio huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe kwa huruma zako, na kwa sababu na wewe ni mzazi, ikikupendeza, ikikulazimu, kama utaona kweli lina umuhimu, nikuombe uzunguke hapo nyuma uone hali ya hapo tunapozungumzia kwamba hatupigi kampeni hapa, isipokuwa tunazungumzia uhalisia wa watoto ambao wapo hapo shuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la pili, maji katika kijiji cha Mkata ni changamoto, kwa sababu wasanifu wanapokuja kwa ajili ya mbadala wa maji yanayozungumziwa hapa kama visima virefu, maji hayo wanaokuja kutafiti, kinachotokea ni kuitia hasara serikali, kwa sababu wanachimba mita 200 maji hayapatikani. Sasa usanifu huu ni usanifu gani ambao unaenda kuwazungumzia wananchi? Na sisi kama wananchi tunawaambia kwamba serikali imetoa pesa, imeleta mradi wa visima virefu, lakini utekelezaji wake maji hayapatikani. Tunaenda kuizungumzia nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe kwamba wale wasanifu wanaokuja, kwa sababu waziri wa maji yupo, alitambue wasanifu wanaokuja wanatoa majibu ambayo hayaendani na uhalisia ule tunaoenda kuwaeleza wananchi kwamba tunaenda kukomboa wananchi. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba mradi huu kuna wananchi 4 ambao wananchi hao wanadai fedha ambazo hawajalipwa kama fidia, kwa sababu waziri wa nishati yupo, waziri wa fedha hayupo, lakini ataliona hili. Niombe wananchi hawa, kwa sababu wengine walikuwa na makazi na Mungu amewachukua, lakini familia zao zipo, basi wafanyiwe haraka ili waweze kupata malipo yao, taratibu zao za kuendesha maisha ziendelee. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kuwasilisha. Salamu alaikum. Ngoja kwanza. Nyie watu wa Tanga, nyie mnakula chakula gani nyie? Mnakula nini? Mnakula nini? Naona akiachwi kitu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Hili la shule, Mheshimiwa mbunge alinielezea tukiwa na kikao cha wabunge wa Tanga, na nilimwelekeza waziri wa TAMISEMI atafute fedha popote pale kwa ajili ya kuja kujenga kwenye hiyo shule pale. Sasa Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa Mwenyekiti, hii hoja haitaanguka chini kwa sababu waziri wa TAMISEMI yuko hapa. Kabla hatujaondoka nitampa nafasi hapa. Kama kwenye kile kibuyu alikuwa bado hajajua ukoko uko wapi, Mheshimiwa waziri, wakati wanasalimia ongea na wenzako kule. Ukija hapa utupe majibu ya fedha za shule ambayo Mheshimiwa mbunge alisema tangu Dodoma, na Mheshimiwa Mwenyekiti hapa amekandamiza kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa waziri, andaa hayo majibu. Ili la maji, Mheshimiwa waziri wa maji yupo naye. Kabla hatujaondoka atakuja hapa aseme nini serikali inafanya kwenye hilo. Twende. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Omari Athumani Matua. Dakika moja, yalikuwa matatu. Dakika moja, yalikuwa matatu. Lile la fidia, kama yupo mmoja wapo kati ya wale wawakilishi wa watu 4, aonane hapa na Mheshimiwa waziri, wale wanaodai fidia. Kama yupo mwakilishi, kama hayupo basi mwenyekiti njoo hapa uongee na Mheshimiwa waziri hapa, ili mkubaliane, ili utaratibu wa masuala ya kimalipo uweze kufanyika. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtu anayejali haki za kila mmoja. Mimi nimekuwa waziri wa fedha. Tangia nipate akili ya kufuatilia masuala ya kiutawala, sijawahi kuona rais
ambaye anasema hataki kuendesha serikali kwa fedha ya dhuluma. Na hakuishia hapo, akawaambia mamlaka ya mapato, kama kuna eneo mmekusanya kodi kuliko inayostahili, fanyeni tathmini muwarudishie wahusika. Nikiwa waziri wa fedha tumetekeleza jukumu la aina hiyo la kuwarudishia watu fedha iliyokusanywa zaidi ya iliyokuwa inatakiwa. Waulizeni wale watu wenye maduka ya bureau de change, maduka ya fedha yale, waulizeni walirudishiwa fedha iliyochukuliwa zaidi ya ile iliyokuwa inatakiwa. Huyo ndo Samia. Na katika kipindi chake amelipa fidia za maeneo ambayo yaliwahi kutwaliwa, mengine miaka 15, mengine 20 iliyopita, wananchi walikuwa wakiwa na dai. Kwa hiyo hili hapa na lenyewe tena wako wanne watatu, ni wahakikishie tumelichukua. Ngoja waziri aongee na mwenyekiti na wahusika, taarifa kamili zijulikane ili waweze kupata haki yao. Okay, karibu. Asante sana. Majina yangu naitwa Omari Athmani Matua, ni mkazi wa Mkata, kijiji cha Mkata Mashariki, kitongoji cha Negero. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza mimi natoa pongezi za dhati kabisa kufika katika eneo hili la Mkata kuja kuzindua kituo hiki cha umeme, lakini tunakushukuru kwa sababu mengi utayatatua hapa. Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa na kero nyingi, nina 3 hivi, lakini Mheshimiwa mbunge Sungura kiukweli amefikisha kero ambazo na mimi zilikuwa zinaniuma 2, lakini moja hajaizungumzia hapa, na ni kero kubwa ambayo mpaka sasa baadhi ya watu wanaugua kwa sababu ya kero hiyo. Kuna wafugaji mheshimiwa, katika kijiji chetu cha Mkata Mashariki ambao wamepewa jina, wanaitwa wafugaji wavamizi, na serikali yetu inajua hilo, na wao ndio waliowapa hilo jina kwamba wafugaji wavamizi. Mheshimiwa, kiukweli wanapiga watu mno mashambani. Hata juzi amepigwa jirani yangu shambani kwangu, kaenda huko Bombo. Mimi hapa ninayezungumza, shamba langu limeliwa juzi mahindi ekari 5. Nikafikisha taarifa zile kwa mwenyekiti wa kijiji, akaniambia nenda polisi. Lakini polisi ukienda unaulizwa maswali kwamba huyo aliolisha shambani kwako wamjua? Hizo ng'ombe unazijua? Na kama humjui utamfunguliaje mtu mashtaka ambaye humfahamu? Mheshimiwa, inashindikanaje kuwahamisha hawa wafugaji ambao wanaitwa wafugaji vamizi? Mheshimiwa, tunakuomba utusaidie katika hilo. Tunaumia sana, na mpaka sasa hivi sisi wakulima wadogo tunaogopa mashambani kwenda kwa sababu ya usalama wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa, mimi kero yangu ndio hiyo, lakini pia tunakushukuru sana na tunakupongeza sana, au mimi binafsi nakupongeza sana na nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante sana, na ninakuomba nikuwasilishie, bila ya kumsahau mbunge Sungura, anafanya kazi kweli kabisa, anafanya kazi ya dhati kutoka moyoni mwake. Lakini swala hili la wafugaji Mheshimiwa ni kero, kwa sababu mwaka juzi wameuliwa watu 2 kati ya Mkata Mashariki na Manga. Wameuliwa, wamekutwa mashambani kwao na wafugaji hao, wamepigwa fimbo mpaka wakafia hapo, na mmoja wapo ni shekhe wetu sisi wa Mkata Mashariki ameuliwa. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, sisi hatuna uwezo, sisi tunategemea kilimo. Mahindi yenyewe sasa hivi yanaungua, najua na eka 5 nzima hapa ninapozungumzia, hata moja alipo. Na mimi mwenyewe nimekuja kutishiwa kwamba kama ukienda mahali popote tunakuja kukuua. Na watu hao waliokuja kunitishia Mheshimiwa, mimi siwajui, na hali yangu mimi mwenyewe ni zoiful hali, mimi ni mgonjwa wa macho Mheshimiwa. Sio kama nimevaa miwani kwa sababu ya urembo. Hata nikitoa hii miwani wewe unaweza kanionea huruma, lakini mahindi yangu yameliwa na sina kwa kupeleka wala kwa kulalamikia. Sababu nikienda polisi naulizwa na wajua, nikienda wapi naulizwa na wajua. Kwa hiyo tusaidie Mheshimiwa. Asante sana, na kuomba nikutulitie Mheshimiwa, tusaidie tafadhali. Haya. Sasa mzee huyu, kwa sababu anasema na anaumwa macho na mahindi yameliwa, ili familia isije ikaathirika na njaa,
Katibu muone pembeni hivi, msaidie familia isikae njaa. Lakini tuna waziri wa mifugo na tuna waziri wa kilimo. Mwenye mashamba yupo na mwenye wafugaji yupo. Kwa hiyo na wenyewe watakuja waseme hapa kwa kushirikiana na mkoa namna ambavyo watalishughulikia hilo tatizo. Kwa hiyo kama nilivyosema, tumekuja kuwasikiliza na nashukuru tumewapa fursa kwa mikono iliyojitokeza. Sasa tupate majibu. Tuanze na waziri wa maji. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, uelezee hili swala la maji. Ndugu zangu wanamkata, punga mkono, punga mkono, punga mkono. Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Mheshimiwa Waziri wetu mkuu safi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kushukuru. Kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kunipa nafasi kwa mara nyingine katika wizara yetu hii ya maji. Nawe nikushukuru pia kwa ushauri mpaka na mimi kuweza kupatikana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Mkata chanzo chao kikubwa wanachokitegemea ni bwawa la Mkata ambalo limejengwa na serikali, lakini kipindi cha kiangazi bwawa lile linaathirika, bwawa lile linakauka, wananchi wanateseka. Tumepata wasaa wa kuwa waziri katika kipindi hichi. Nimeelekeza kwa kuwa Mkata ipo karibu sana na wilaya ya mkoa wa Pwani hapa Chalinze, kwa maana ya Manga. Maji ya pale ya DAWASA yamefika, tumewapa milioni 500 maji ya pale ya Manga yaje kufika hapa Mkata kwa ombi maalum la Mheshimiwa mbunge wao Sungura. Kwa hiyo fedha ile imekwisha toka na kazi ile imekamilika. Nielekeze DAWASA kesho, uongozi wa Mkata watoke Dar es Salaam leo wafike hapa Mkata, wahakikishe maji yale lazima yafike hapa Mkata na watu wapate huduma maji safi na salama. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuna timu ya rasilimali za maji chini ya ardhi. Amezungumza mwenyekiti kwamba wapo watumishi kwa maana wanafanya usanifu, lakini visima havifiki kwa mbali mrefu. Naomba hii kati nisimamie mwenyewe. Nielekeze timu ya wizara ambayo inafanya utafiti, ninavyozungumza leo, nao watoke ofisini waje hapa Mkata. Tutachimba visima 5 katika kijiji hiki cha Mkata, wananchi wa Mkata waweze kupata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Ninavyozungumza tuna miradi 107 inaendelea katika mkoa wetu wa Tanga, zaidi ya bilioni 396 ametoa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa eneo hili la Handeni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakubaliana kama waziri wa maji, wana shida ya maji. Walikuwa wakitegemea mradi wa HTM ambao mradi ulijengwa na baba wa taifa tangu miaka 60-70. Mradi ule umekuwa kavu, mradi una umri mrefu kuliko umri wangu mimi waziri wa maji. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kutokana na kilio cha Mheshimiwa Sungula, kutokana na kilio cha Mheshimiwa Rubeni, ametupa bilioni 171. Tunajenga mradi mkubwa, mradi upo 75%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ziara yako utapata nafasi ya kwenda kujionea ule mradi. Na mambo ya msingi ambayo nataka nieleze, Wizara ya Maji pamoja na mkandarasi anayetekeleza mradi ule hana kisingizio, fedha zake zipo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, jukumu langu kama waziri, nimerudi kwa awamu ya pili, tutaanzia pale tulipoishia. Mradi utakamilika kwa wakati na wananchi wa Mkata na wananchi wa Handeni watapata huduma ya maji safi na salama. Lakini tuna mradi mwingine katika wilaya hii ya Handeni unaitwa Segera mpaka Kabuku. Mradi wa bilioni 25, zaidi ya vijiji 30 vinaenda kunufaika na mradi huu wa maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu upo 60%. Nataka nikuhakikishie
mradi utakamilika kwa wakati, na tutafanya na tutafuatilia, na yeyote atakayezingua tutazinguana ili kuhakikisha wanahandeni waweze kupata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sina maneno mengi sana ya kusema. Ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu, unafanya kazi kubwa, unafanya kazi yenye kuonekana. Huku ndiko kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefanya kazi, umeteuliwa kwa muda mfupi, tunakuona maeneo mbalimbali ya Tanzania. Lakini sisi katika mkoa wetu wa Tanga, unasema unapita halmashauri zote. Haya sio mapenzi, haya ni mahaba. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wasaidizi wako tupo pamoja na wewe, na tunachopata faraja, tuna viongozi wazuri katika serikali, tuna viongozi wazuri kwenye chama. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na viongozi wote wanafanya kazi kubwa. Tuwape maua yao, tuwapigie makofi mengi sana. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama na viongozi wetu wa chama wanafanya kazi nzuri. Hakika Tanga hatutotanga Tanga. Tanga na Samia, Tanga ni Chama cha Mapinduzi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Maji. Popote tunapokwenda, panapokuwepo na tatizo, unachukua hatua. Huo ndio uongozi. Nashukuru sana. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa mwenyekiti, nadhani kwenye hii hoja tuko kwenye uelekeo sahihi, na tumeshakaa na Mheshimiwa waziri na timu yake ya wataalamu, tukiwa na watu wa Wizara ya Fedha, tukakubaliana maji ni sehemu ya kipaumbele, na wanapotoa fedha za matumizi kwenye miradi mbalimbali na kwenye shughuli mbalimbali, wazingatie maji hayana mbadala. Kwa hiyo niwahakikishie hiki alichosema Mheshimiwa Waziri ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na tutayasimamia. Na kwenye hili Mheshimiwa Rais ana mifano ya mafanikio kwa kukwamua miradi mingi ambayo ilishashindikana miaka na miaka, sasa imetekelezwa na imeanza kuhudumia wananchi. Kwa hiyo na hili na lenyewe litatekelezwa. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, karibu tuambie hoja ya hii shule, lakini usemee na barabara ambazo Mheshimiwa mbunge alisema, na kama zinaangukia TANROADS kwenye ziara tuhusishe waziri wa TANROADS pamoja na wataalamu wa kutoka TANROADS. Tuwe na TANROADS na TARURA. Karibu Mheshimiwa Waziri. Handeni hoye! Sio Handeni, Handeni hoye! Dr. Samia hoye! Dr. Nchimbi hoye! Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Wabunge wetu Sungura na Kwagilwa hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nikukaribishe sana mkoa wa Tanga. Mimi ni mmoja wa wabunge kwenye majimbo 12 ya mkoa wa Tanga, mimi nikiwa natokea jimbo la Lushoto. Ni mbunge wa mara ya kwanza kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniteua kuwa waziri katika ofisi yako ninayeshughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo uko hapa Handeni. Unaowaona hapa ni wananchi ambao wapo kwenye ofisi yako, wako kwenye tawala za mikoa na serikali za mitaa. Sisi wote tuna furaha sana kwa ujio wako mkoani Tanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la pili amelizungumza ndugu yangu Aweso kwamba ni kwa mara ya kwanza umetenga ziara ndefu kwenye mikoa yote 26. Mkoa wetu wa Tanga ni mkoa wa kwanza kukupata wewe kutembelea halmashauri zote. Tunakushukuru sana kwa uamuzi wako huu wa busara. Tunakupenda sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Karibu sana Tanga. Sasa nirudi kwenye mambo mawili ambayo yameongelewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la shule yetu ya Imani. Shule hii ya Imani ni shule ambayo ina madarasa 7.
lakini madarasa matatu hayawezi kutumika kwa sababu yameharibika kabisa. Kwa hiyo kuna madarasa 4 tu pale kwa sasa. Hivyo tunahitajika angalau tuongeze madarasa mengine 4 ili shule ile kwa kiwango cha kawaida kabisa iweze kutumika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kunipa maelekezo hapa, nimemwelekeza mkurugenzi wa halmashauri ya Handeni vijijini apeleke kwenye shule ile shilingi milioni 50 ili tujenge madarasa 2 kwa hela za halmashauri. Lakini na mimi nimeshamwelekeza katibu mkuu na yeye alete shilingi milioni 50 ili tuongeze madarasa mengine 2, jumla yawe madarasa 4. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shule hii iko kwenye kijiji cha Mkata Magharibi. Miaka 2 iliyopita tulileta fedha ambayo imemalizia ujenzi wa shule mpya inayoitwa Julius Nyerere ambayo ina madarasa 14 na kwa sasa kuna wanafunzi wanasoma pale, wanafunzi 670. Kijiji kile kina watoto wengi. Kwa hiyo wanahitaji pia kwa umbali kutoka shule hii mpya na ile nyingine turekebishe ile nyingine. Kwa hiyo tumeshachukua hatua, Mheshimiwa Waziri Mkuu, madarasa 4 yatajengwa na shule ile itaendelea kutumika. Kuhusu barabara zilizosemwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakaa na Mheshimiwa mbunge, tutaendelea kuchakata zile ambazo ziko upande wa TARURA. Tutahakikisha kwamba tunaziingiza kwenye bajeti, kwa sababu bajeti inaendelea, lakini kipindi hiki kimekuwa kipindi kizuri sana kwa sababu ndicho kipindi ambacho tuko kwenye maandalizi ya bajeti ya mwaka 26-27. Kwa hivyo Mheshimiwa mbunge tuko naye, anakuja kila mara tunaongea masuala haya, lakini nimshukuru sana kwamba kwanza ameanza kwa kushukuru kwa miradi mingi iliyofanyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Tanga. Tanga ni yako, tunakushukuru sana kwa ziara hii. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Profesa Shemdoe. Kazi nzuri kwa hatua hiyo. Leo ni tarehe 13. Ifikapo mwisho wa mwezi hizo fedha ziwe zimesha kuja hapo. Muandikie kabisa katibu mkuu, ifikapo mwisho wa mwezi hiyo fedha iwe imeshafika. Na mkurugenzi nadhani anasikia. Fedha itatoka wapi? Wakate safari, wakate chai zile, kila mtu anywe chai toka nyumbani kwake. Fedha hiyo ije tutengeneze kizazi cha kesho hapa. Tutengeneze wasomi wa Mkata Magharibi wajao. Na hiki ndicho ambacho nimekuwa nikisema kila wakati. Mheshimiwa mkuu wa mkoa upo, rasi yupo, mkuu wa wilaya yupo na mkurugenzi yupo. Waambieni wataalamu wenu wasikae maofisini. Kila moja azungukie sekta yake. Kila moja azungukie sekta yake. Nashukuru kwamba kwenye shule hii hapa mlishachukua hatua. Ndio maana mkasimamisha yale madarasa yasitumike kwa sababu yana hali mbaya. Tungekuja kujulia hapa mkutanoni kwamba kuna madarasa mabovu, hayastahili watoto wa shule kukaa, watoto wetu hatarishi, yaje yasemwe hapa na mwenyekiti wa kijiji. Wale wote wanaosimamia udhibiti wa ubora, wale wote wanaosimamia dawati la upande wa elimu, wale wote wanaohusika wangepoteza kazi leo hapa. Watu wafuatilie mambo yanayowahusu kwenye madawati yao.
Sasa kwa kuwa mlishachukua hatua, hiki ndicho tunachotaka. Mwenyekiti, mkurugenzi, afisa elimu alishafika mara ngapi hapo? Huyu wa kusimamia elimu ameshafika mara ngapi hapo? Tunataka watu wafike. Hivi ndio tunavyotaka. Hatutaki serikali ipo mpaka kwenye kijiji, halafu tatizo tulionee kwenye mtandao, na watu wako kazini mwezi mzima, na rais ametoa magari ya kutembelea wananchi, ametoa na mafuta, na hakuna mwezi mtumishi wa umma hajawahi kulipwa mishahara. Kila mwezi wanalipwa. Sasa kwa sababu mwenyekiti umeongea vizuri kwamba wameshafika mara kadhaa na wakasimamisha madarasa yale yasitumike, na mapendekezo yalishakuja. Mheshimiwa mbunge ulisema tangu kule kwamba yale inatakiwa fedha haraka kwa sababu watoto hawatoshi kwenye madarasa yaliyopo. Nasema hichi ndio tunachokitaka. Sasa ndani ya hizo wiki mbili, milioni 100 hiyo ipatikane, na ujenzi ifikapo mwezi wa 3 ujenzi uwe umeshaanza. Ndani ya wiki mbili za mwezi wa pili fedha ipatikane, mwezi wa 3 ujenzi uanze. Ndio. Haiwezekani mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan akeshe kutafuta fedha, halafu kwa uzembe huku watu wapate shida kwa sababu utekelezaji haujafanyika. Kwa hili lifanyike haraka sana. Sasa tupate maelezo kutoka kwa waziri wa kilimo. Hapa mshtakiwa ni waziri wa mifugo. Kwa hiyo mkulima ameongea, waziri wa kilimo njoo uongee, mwishoni tutamleta mwenye wafugaji. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Handeni hoye. Mkata hoye. Daktari Samia Suluhu Hassan hoye. Waziri mkuu wetu hoye. Na ninyi hoye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza na mimi nishukuru sana kwa kunipa fursa ya kuongozana nawe kwenye ziara yako hii muhimu ya kusukuma shughuli za maendeleo kwa wananchi ambayo unaenda kuifanya kwenye mikoa 4 na umeanza na mkoa huu wa Tanga, na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wa kilimo ndio tunaosimamia usalama wa chakula. Na nianze kwa kuwapongeza sana Wanatanga. Wanatanga wanajibidiisha sana kwenye kilimo, hongereni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye msimu uliopita mkoa wa Tanga umevuna chakula tani 909,668 wakati mahitaji yao ni tani 762,921, na kwa hiyo wana ziada ya chakula ya zaidi ya tani 146. Wanafanya kazi nzuri na kwa kweli wanasaidia kujenga msukumo kwenye ghala la taifa kwa nchi kujitosheleza kwa chakula. Hapa tulipo Handeni wanalima sana mkonge, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tumekuwa na changamoto ya uchakataji wa mkonge. Baada ya kuona changamoto hiyo, serikali hii inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya wizara yetu imetoa bilioni 2.5 kwa ajili ya kujenga kituo cha uchakataji ndani ya wilaya hii ya Handeni, ambacho tayari ujenzi wake unaendelea kwenye kijiji cha Taula. Lengo ni kuchakata nyuzi tani 8 kwa siku, kusaidia kusukuma gurudumu la uchumi wa wananchi wa Handeni. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kuna swala la wafugaji na wakulima. Handeni hii, halmashauri ya Handeni
wana vijiji 91 na tayari wamesha pima na kupanga matumizi bora ya ardhi kwa maana ya maeneo ya malisho na maeneo ya wakulima kwenye vijiji 80, bado 11 kwa taarifa ambazo tunazo, lakini bado changamoto ya wakulima na wafugaji ipo ndani ya eneo letu, kama alivyosema ndugu yangu Omar Athumani. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikazie pale ambapo umesema serikali ipo kuanzia ngazi ya kijiji. Ngazi ya kijiji, kama kuna serikali, hakuna raia ambaye anaweza akaingia pale bila kujulikana, kwa sababu tunajuana. Lakini nipongeze uamuzi wako wa kusukuma zoezi la daftari la wakazi kwenye maeneo yetu, na nimeona tayari Mheshimiwa Waziri wa Nchi TAMISEMI ameshatuletea na sisi mawaziri wote nakala ya vitabu vinavyoenda kusukuma zoezi la uandikishaji wananchi kwenye daftari la wakazi kwenye maeneo ya vijiji vyao. Hili litakuwa ni moja ya suluhisho la msingi, kwa sababu tatizo tulilonalo ni wafugaji wanaohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine kutafuta malisho, na hawa wafugaji wanakosa ustaarabu. Wanapofika eneo wanakuta mkulima amejibidiisha kulima, wao wanawaza mifugo ishibe. Sio sawa, hawawatendei haki wakulima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili kama wenzetu ngazi ya vijiji na kata watasimama kwenye nafasi yao, hatuwezi kuwa na hili tatizo. Nikuombe, na mimi sina mashaka kwamba mwelekeo na msukumo ambao umekuwa ukichukua kwenye maeneo ambayo tumetoka kwenye ziara, ikiwemo mkoa wa Morogoro na Dodoma, naamini huo ndio mwelekeo, na huku watusaidie hawa kuhakikisha wanasimamia shughuli za serikali kwenye maeneo ya chini. Si busara mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa atoke juu kwenda chini akute tatizo ambalo mtu pale chini ana mamlaka na ana uwezo wa kulisimamia, hatimizi tu wajibu wake. Na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni declare nilikuwa mkuu wa mkoa, moja ya mwalimu wangu ni mkuu wa mkoa huyu aliyopo hapa, Mheshimiwa Batilda. Ndio wakati sisi wageni kwenye ukuu wa mkoa alikuwa anatuambia hapa unaenda hivi, hapa unaenda vile. Sasa huku ni lazima nyinyi chini mumsaidie mkuu wa mkoa, muwasaidie wakuu wa wilaya kusimama kwenye nafasi yenu. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi pia kwenye ngazi ya wizara, mimi na mwenzangu waziri wa mifugo, kwanza utafikiri wote tunafanya wizara moja, kwa sababu kwa kweli mifugo ni sehemu ya kilimo, lakini kwa sababu yeye ni senior kwenye ile nafasi nyingine, portfolio yake siiingilii, lakini nahakikisha tunashikana karibu ili tuwalinde wakulima na tuwalinde wafugaji. Na kwenye hili tumekubaliana kuhakikisha tunashirikiana na Wizara ya Ardhi kupima na kutenga maeneo yatayokuwa ni rasmi kwa ajili ya wafugaji na rasmi kwa ajili ya wakulima nchi nzima, ili tuondoke moja kwa moja kwenye changamoto ya kuingiliana haya makundi mawili ambayo kwa kweli kwetu yote yanatija, lakini yakiheshimiana na kufanya kwa kufuata sheria. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kushukuru kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo, ndugu Daniel Chongolo. Sasa tumlete Daktari Bashiru Ali, waziri wetu wa Mifugo na Uvuvi. Karibu sana utete na wanahandeni. Tanga hoye! Dr. Samia hoye! CCM hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Nchemba, ndugu yetu na kaka yetu mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wetu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa waziri wa nishati, waheshimiwa mawaziri,
viongozi wote mlioko hapa wa chama na serikali, Wanatanga, tunashukuru sana kwa makaribisho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya Ijumaa iliyopita nilifanya kikao cha masaa matatu na wabunge wote wa mkoa wa Tanga chini ya mwenyekiti wao mbunge wa Korogwe Vijijini, Mheshimiwa Mzavazi. Haya yaliyosemwa na ndugu Omar yaliibuka pale. Liliibuka pia swala la kiwanda cha maziwa cha Tanga Fresh. Na kabla ya hapo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alishaniandikia barua kwamba kuna mgogoro, na katika safari hii ambayo ni ziara yako, ukiwa mimi nitabaki kwa ajili ya kufanya kikao kutatua tatizo la Tanga Fresh, kwa sababu ni chanzo kikubwa cha soko la maziwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yote haya yamesemwa na Mheshimiwa Sungura, mbunge wa Handeni, akisaidiana na pacha wake mbunge wa Handeni mjini. Walisema kwa ujumla changamoto zilizopo katika sekta ya mifugo, na tunapozungumza sasa hivi wataalamu wetu wa wizara wako wanashirikiana na wataalamu wa TAMISEMI kufanya tathmini, kuchukua hatua za dharura kurejesha hali ya usalama na maelewano katika maeneo ya wakulima na wafugaji. Na Mheshimiwa Waziri wa Nchi TAMISEMI ameshamuelekeza mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama waweze kuzuia vitendo vya kuchukua sheria mkononi pale ambapo kuna matatizo na changamoto. Na nawahakikishia wananchi hali ya usalama na maelewano itarejea wakati tukihangaika kutatua tatizo la msingi la malisho, mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha wafugaji kuhamahama wakitafuta malisho na maji, lakini pia masuala ya ardhi, ili tuweke mfumo rasmi wa matumizi ya ardhi kati ya wafugaji na wakulima. Lakini Tanga kwa ujumla si mkoa wa wakulima peke yao, ni mkoa wa wafugaji na wavuvi. Na ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais wakati akiwa Morogoro wilayani Mvomero alielezwa mkakati unaoitwa Tutunzane, mkakati ambao unawafanya wakulima na wafugaji watambue kwamba wanategemeana, na hali ya mahusiano pale Mvomero ni nzuri, na alielekeza mpango ule usambae nchi nzima ili tujenge mahusiano mazuri kati ya wazalishaji muhimu katika nchi yetu, wakulima na wafugaji. Lakini tatizo hili linaendelea, na wewe mwenyewe umeshatoa maelekezo. Ilikuwa niwe Tunduru kwa maelekezo yako, lakini tukakubaliana, ukanishauri nije niungane na wewe kwenye ziara ya Tanga, halafu niende Tunduru kutatua changamoto za mahusiano katika sekta za mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Tanga pia kulikuwa na tatizo la kutoa leseni kwa wavuvi, na wakati mwingine mfumo unaitwa Tausi unakuwa na dosari za kuingiza taarifa za NIDA na TIN number, na matokeo yake watendaji wanafanya operesheni za kuvuruga shughuli za wavuvi wakati wakitafuta leseni. Maelekezo yako uliyoyatoa, jambo hilo limefanyika vizuri, na kushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ulitusaidia sana kutuliza hali hiyo. Na mimi niseme hapa, tumeshakubaliana na Waziri wa Nchi TAMISEMI, wavuvi wanapotafuta leseni na mfumo wa Tausi ukawa na changamoto, wasisumbuliwe wala kutozwa faini, kwa sababu tatizo hilo la kimfumo sio tatizo lao. Tumekuwa na tatizo Tanga na tatizo Mafia kwa upande wa wavuvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuahidi kwamba
jambo hilo tutalifanyia kazi. Kuhusu swala lililotuweka hapa la nishati, naipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusimamia mradi wa gridi imara. Sisi katika mifugo sasa hivi, sekta za maziwa na nyama zinakuwa kwa kasi. Viwanda vya kusindika maziwa na nyama kuuza nje vinaongezeka kwa kasi. Hata mashamba ya kufuga samaki yanatumia umeme mkubwa. Kwa hiyo nakupongeza Mheshimiwa Waziri wa Nishati, umeanza kupeleka umeme sio kwenye vijiji vyote na vitongoji vyote, lakini katika maeneo yote ya uzalishaji, kilimo na mifugo na uvuvi. Na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana waheshimiwa mawaziri. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mipango, lakini kwa sababu hoja haijajitokeza ya moja kwa moja na waheshimiwa mawaziri wameshaongea, basi wapungie mkono tu wananchi wa Handeni. Utapata kusema kadri tunavyoendelea na ziara. Kwa ndugu wananchi, kama nilivyosema mwanzo, serikali tumekuja kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais, kukwamua maeneo ambako kunahitaji kukwamuliwa na kuchukua hatua stahiki kwenye maeneo ambayo yanahitaji hatua kuchukuliwa. Lakini pia tumekuja kuwasikiliza, kama ambavyo mmeona tumeweza kusikiliza hoja kutoka kwenu. Na kwa kuwa mawaziri wameshajibu hoja, mimi nitumie fursa hii kuwaomba mpokee salamu kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye nilimwaga kwamba nitakuwa kwenye ziara na akaniambia niwafikishie salamu zake, na anawapongeza sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Hongereni sana. Amenituma niwahakikishie kwamba yale yote ambayo aliahidi wakati wa kampeni na yale ambayo yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi, ambayo yapo pia kwenye dira, yatakwenda kutekelezwa. Na hivi tunavyoongea, yale yaliyopo kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yako kwenye ahadi, zikiwemo ahadi za kutekelezwa ndani ya siku 100, tayari yamekwisha kuanza kutekelezwa. Mheshimiwa Rais alipopita Tanga aliahidi kwamba ndani ya siku 100 ataanza kushughulikia tatizo la upungufu wa watumishi kwenye sekta ya afya. Ataanza kushughulikia tatizo la upungufu wa watumishi kwenye sekta ya elimu. Ndani ya siku 100 wameajiriwa walimu 7,000 wakiwemo na walioletwa huku mkoa wa Tanga. Wameajiriwa watumishi wa afya 5,000 wakiwemo na wale ambao wameletwa mkoa wa Tanga. Na hiyo ilikuwa ahadi ya siku 100. Daktari Samia Suluhu Hassan ametekeleza kabla hata nusu ya siku hizo 100 kufika. Huyo ndio muungwana ambaye sifa yake ni vitendo. Lakini sio hilo tu, na ahadi zingine ambazo zimetolewa, ikiwemo bima ya afya kwa wote ambayo imeanza na makundi maalum, ikiwemo watoto, akina mama wajawazito na wazee wasiojiweza. Na hili litaendelea kutekelezwa hatua kwa hatua na katika makundi mengine. Lakini leo tumekuja pia kwenye sekta ya nishati, kama ambavyo wenzangu wametoka kutangulia kusema. Mtaona kazi kubwa inayofanyika
Huu ni mradi wa zaidi ya trilioni 1 kwa ujumla wake kwa nchi nzima. Ni kazi kubwa, ni hatua kubwa, na ni kiongozi mwenye maono tu anaweza kutekeleza mradi wa aina hiyo, kwa sababu ameelekeza uwekezaji ufanyike ndani ya nchi. Uwekezaji huo unahitaji umeme wa kutosha. Ameelekeza viwanda vilivyokuwepo na vipya vianzishwe. Viwanda hivyo vitahitaji umeme wa kutosha, tena umeme usio katika. Ndio maana kila eneo kimkakati kuna mradi wa aina hii. Nipongeze hatua ambazo zimeshafikiwa. Nimeambiwa kuna hati ya takriban bilioni 1 na sehemu hivi ambayo inahitaji ya malipo. Sasa Waziri wa Nishati, wasiliana na wenzetu wa fedha, na nimesema waje wauone na huu mradi ili hiyo fedha itoke, ili mradi uende kwa kasi, wananchi hawa wasipate shida kama ambavyo Mheshimiwa Rais alitaka kutatua hilo tatizo. Mradi uende bila kusuasua. Fedha ije ile wanayodai, lakini na kazi iendelee. Na Mheshimiwa Waziri, kwa sababu kila wakati tunaonana, nitakuwa napata taarifa ya utekelezaji wa mradi inavyoendelea. Kwa miradi yote ya nishati na ya maji pamoja na ile mingine iliyotajwa, nitoe rai kwa wakandarasi. Kazi iliyoko site iendane na fedha ambazo wamekwisha kuzipokea. Kuna baadhi ya maeneo nilikopita kule, unakuta mkandarasi anapewa fedha anapeleka kwenye shughuli nyingine. Tunataka fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya mradi ziende kwenye mradi husika. Ujumbe huu wakandarasi wote waupate. Fedha inayotoka tunataka ilingane na kazi ambayo imekwisha kufanyika. Na kwenye hili hatuna mzaha. Hapa nina taarifa kamili ya mkoa mzima. Sasa mengine nitasema kwenye maeneo ya tukio, kwenye maeneo yanayohusika. Lazima tuione thamani ya fedha kwenye kila mradi. Nina matabu kadhaa hapa, mengine nimeyaweka hapo, ya miradi yote ya maendeleo ndani ya mkoa wa Tanga. Zaidi ya bilioni 15. Zaidi ya miradi 100 ya maendeleo. Na taarifa yake ninayo. Kwa wakandarasi, mpate huo ujumbe sawa sawa. Tunataka kiasi cha fedha kilichopokelewa kilingane na kazi inayofanyika. Kuna mchezo huo, inatokea serikali imeshatoa fedha, kumbe yule mkandarasi amepeleka fedha kwenye shughuli zingine. Wengine fedha hizo zinalipwa kwenye akaunti za nchini kwao. Unakuta huko wana madeni, wanachukua fedha sisi tuliotoa ya mradi kwenda kulipa madeni ya makampuni yao nchini kwao. Kwa hiyo wananchi wanakuwa wanaona mradi unasuasua, wakidhani serikali haijatoa fedha. Kumbe serikali imetoa fedha, zimekwenda kufanya shughuli nyingine. Tumesema watu wa aina hiyo wakipatikana, na wengine tumeshawachukulia hatua, lazima kasi ya mradi iendane na fedha zinazotolewa na serikali. Kwa mradi huu hapa nimeridhishwa kwamba fedha zimetoka na wanachodai ni takriban bilioni 1 na sehemu hivyo. Mheshimiwa Waziri wa Nishati, fuatilia kwa wenzetu wa fedha, watoe hiyo fedha, mradi uendelee bila kusimama. Na nimeambiwa huu mradi mwingine unaenda mpaka kule kwa Msisi. Muwaishie na kule kwa Msisi ili wafanye shughuli za viwanda. Na ndugu zangu wa kwa Msisi, waache na ile shughuli nyingine wanafanyaga, hasa timu moja ikija kucheza hapa tunasikia tu kwa Msisi alafu mambo yanaharibika. Wazee wale wa kwa Msisi wafanye shughuli ya viwanda. Tanga oye! Mheshimiwa Waziri, kwa asili ubavu moja, sehemu moja ya ubavu, mimi natokea Tanga. Kwa wale wanaosoma historia, kamuulizeni Profesa Kabudi, watu wa Iramba walitokea Tanga hapa. Na mamangu ni Mnyiramba, kwa hiyo katokea hapa Tanga.
Ndio maana na mimi kuna wakati napiga swaga kama za Jumaa Aweso hivi na Shemdoe na Rubeni na Sungura na Sekiboko. Kwa hiyo siku urithi ukirudi kwa mama nakuja hapa mtafutie kiwanja. Tanga oye! La mwisho, tumeisikia hii hoja ya wafugaji. Na mimi niwaombe Watanzania wote, kuna mambo mawili ya ukweli, tuyabebe kwa ukweli wake hivyo hivyo yalivyo. Tuna mambo mawili ya ukweli, tuyabebe kwa ukweli wake hivyo hivyo yalivyo. Jambo la kwanza, wakulima ni Watanzania na wafugaji ni Watanzania, na kwa mujibu wa katiba yetu Mtanzania anaruhusiwa kuishi popote. Huu ni ukweli, tuchukue hivyo hivyo ulivyo. Mtanzania anaruhusiwa kuishi popote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitu kimoja cha msingi tukizingatie, tufuate taratibu ili kuepusha migogoro inayoweza kujitokeza. Waheshimiwa mawaziri wameongea vizuri sana. Tufuate taratibu. Tukifuata taratibu, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo umeongelea vizuri sana mambo ya daftari ya makazi, mambo ya matumizi bora ya ardhi. Tukifuata haya ambayo Mheshimiwa Waziri umesema, na ngazi zote tuchukue mambo haya kwa umakini, kwa sababu idadi ya watu inaongezeka, ardhi haiongezeki. Idadi ya watu inaongezeka, ardhi haiongezeki. Kwa hiyo tufuate taratibu. Niseme huu ni ukweli wa kwanza. Tunaruhusiwa kwenda kuishi popote, lakini tufuate taratibu ili tuepushe migogoro inayoweza kujitokeza. Jambo la pili, ili tusitengeneze ufa mkubwa kati ya wakulima na wafugaji, kosa likifanywa na mfugaji mmoja lisiwe la wafugaji wote. Ikiwa tukienzi sana hii kauli ya wafugaji, kuna wakati tutatengeneza ufa. Kumbe kwenye nchi yetu huwezi ukatenga hawa. Kuna jamii moja ndio wafugaji ndio wakulima. Tunayo jamii tunayo kwenye vijiji vyetu hivyo, kwamba wanaolima ndio wanaofuga. Sasa tusitengenezeane uadui kwa sababu ya kitendo cha mtu mmoja. Tusitengeneze uadui kwa sababu kwenye jamii yetu hii maeneo yaliyo mengi, anayefuga ndo analima, anayelima ndo anafuga, na sehemu ndogo wanaolima peke yao na sehemu ndogo wanaofuga peke yao. Ninachotaka kusema ni nini? Yule anayefanya kosa, kiwa mfugaji akafanya kosa, wala lisichukuliwe kwamba ni la wafugaji wote. Tuchukue hatua kikamilifu kwa yule anayefanya makosa ya makusudi ya aina hii. Na kwenye hili mimi tangia nimekuwa kwenye jamii ya wakulima, nimekuwa kwenye jamii ya wafugaji. Tulikuwa na njia zetu za asili kabisa za kushughulikia mizozo ya aina hii. Ilikuwa inatokea mifugo inakuponyoka, inaenda kwenye shamba la mtu, wala ufanye kiburi. Ndivyo tulivyokuwa tunaishi. Jamani, Tanga huku hamjawahi kuona hiyo? Walikuwa wanakaa vijiji tu, wazee wanakaa wanakadiriana pale, bwana, sasa mifugo yako imekula, mwenzako alikuwa anajiandaa kuvuna, imekula yote. Sasa atakula nini? Unatafuta utaratibu, anarudishiwa. Tena tulikuwa hatuendi hata mahakamani. Tunamaliza kindugu, tukishamaliza kusuluhishwa hapo, tumelipana, tunaenda kwenye nyama choma hapo. Sitaki kutumia kinywaji, nimemwona Alhaji hapa na mwezi mtukufu umekaribia. Tunaenda tu kula nyama choma hapo.
kindugu, kwa sababu shughuli hizi hauzitengi, tunafanya pamoja. Sasa umekuja huu utaratibu wa kiburi huu, serikali haiwezi karuhusu kiburi, watu wakawa jeuri, wakawa kiburi. Unaenda kwenye shamba la mtu unaswaga mifugo tu hivi kwa jeuri tu, hiyo haiwezi karuhusiwa, hiyo haiwezi karuhusiwa, kwa sababu tukiruhusu tutakuwa tunaruhusu utaratibu wa watu kuchukua sheria mikononi. Hiyo haiwezi kuruhusiwa. Lazima tuzingatie taratibu, na inapotokea umeteleza, wala usifanye kiburi. Wewe si ulikuwepo uungwana, mtu analisha shamba, anaenda kutoa taarifa kwa mwenye shamba yeye mwenyewe kwamba watoto wangu wameenda na mifugo, tumelisha shamba lako bwana, bila mwenye shamba kujua. Anapelekewa taarifa kwamba vijana wangu wamelisha shamba lako, twende tukakague. Huu uungwana unaenda wapi wa aina hii? Na bahati nzuri mimi nimewahi kuwa pia waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Nilienda siku moja Morogoro pale, nikakuta mfugaji mmoja anasimamia kabisa kwenye shamba la mtu, amesimamia. Mwenye shamba alipofika, nendeni kwenye mtandao mtaona ile picha, akamrushia mkuki, akamchoma, ukapitia mdomoni, ukatokezea kisogoni huko. Nikamwelekeza RPC, nikamwambia nenda kwenye hicho kijiji, kamata wote, uache akina mama wajawazito tu, weka ndani, magereza yakijaa peleka na magereza ya mikoa jirani. Hatuwezi kuruhusu watu wakawa wanaonesha ubabe wa kuvunja sheria. Hatuwezi, nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kuruhusu watu wakakaa kwa kuvunja sheria. Hatuwezi kuruhusu watu wakawa wanatumia ujeuri kuumiza wengine. Hatuwezi. Tukiruhusu watu kutumia jeuri kuonea wengine, nchi hii haitakuwa na amani. Tunataka kila moja afanye shughuli ya maendeleo kwa kuzingatia sheria, kwa kuzingatia katiba yetu, kwa kuzingatia undugu. Mifugo yenyewe haitofautishi majani na mimea ya mazao. Inaweza ikatokea. Hata mimi mwenyewe nimewahi kulisha mazao ya watu. Tulikuwa tunafanya uungwana, unawahi kabisa, unatoa taarifa hata kabla yeye hajaona. Huu utaratibu wa kwenda kusimamia unalisha mazao kama vile unalisha majani, hii haiwezi kukubalika. Na ndio maana nasema, mimi mwenyewe mtoto wa mfugaji, ndio maana nasema kosa la mmoja ambaye anaweza akasababishia uvunjifu wa amani lisiwe la jamii yote, kwamba wafugaji wako hivi. Hapana. Tukifanya hivyo tutatengeneza mgawanyiko kwenye jamii yetu ambayo haiwezi kagawanyika. Uwezo ukatenga hawa watu. Tunataka yule anayefanya kiburi tumfundishe sheria zinasemaje. Wala msiwe na huruma na mtu akivunja sheria kwa makusudi namna hiyo. Sasa maeneo mengine tunapata matatizo haya kwa sababu ya virushwa rushwa. Mtu anavunja sheria, kuanzia utaratibu wa kuingia anatumia rushwa. Na akishavunja sheria anaweka kinga ya rushwa. Mkuu wa mkoa na kamati zote za usalama tuwe macho kila wakati kwenye haya mambo. Lazima watu wafanye shughuli za maendeleo kwa amani na utulivu, huku wakiheshimu sheria, wakiheshimu tamaduni zetu, wakiheshimu taratibu zetu, wakiheshimu undugu. Undugu ni jambo kubwa, huwezi ukanunua undugu. Nchi yetu hii tumezaliwa tunaitana ndugu. Hapo pote hapo mlipokaa hapo. Tunaitana ndugu. Hakuna mtu hata amejua huyu mwingine ni wapi, mwingine huyu ni wa wapi. Hata nyewe Watanga hamjawahi kujua kama mamangu anatokea huko. Ndio nchi ambayo tumepewa ya watu ndugu. Huu taratibu wa kiburi wa kutokujali mwenzako si asili ya nchi yetu. Na serikali hatutafumbia macho mambo ya aina hiyo. Nimesema
Tangu zamani makosa ya aina hiyo ya kuteleza yalikuwepo. Tulikuwa tunamaliza kindugu, kiungwana, mtu anaomba na radhi, na wazee tu pale wakisema sasa mfidie bwana mwenzako hapa, sasa ndo wanachotegemea, wanafidia. Sasa utaratibu wa kutokujali kabisa maisha ya mwingine huwa hawezi kukubalika. Na niendelee kusisitiza, tusije tukaruhusu ufa wa kubaguana. Mtanzania yeyote anaruhusiwa kwenda kuishi popote ndani ya Jamhuri ya Muungano, madhali afate taratibu. Tusije tukaingia kwenye ufa wa kubaguana, tutaharibu nchi yetu. La pili, tusiingie kwenye ufa wa kuchukiana kwa kazi tunazofanya. Hiyo vita na yenyewe hatutaishinda, kwamba yeyote akimwona mkulima aone ni adui yake. Hapana, hiyo nchi hatujaachiwa nchi ya aina hii. Na yeyote akamwona mfugaji akaona ameona adui yake. Hapana, hiyo na yenyewe sio nchi tulioachiwa. Hatutaweza kuwa na maisha tukiruhusu nyufa za aina hiyo, kwamba kila mkulima akimwona mfugaji aone ameona adui yake, kila mfugaji akiona mkulima aone adui yake, kila Mtanzania akiona mtu kaja aseme huyu. Hapana. Tuzingatie taratibu, tuzingatie sheria, tuzingatie undugu wetu. Anayefanya kosa akiteleza bahati mbaya, tuione ile bahati mbaya kwake kweli. Hii kiburi hiki hapana. Na akifanya moja huyo, wala tusifanye ni kosa la jamii hiyo. Twendeni tushughulike na huyo, kwa sababu anataka kutupeleka pabaya. Nilitembelea kule, nilitembelea Mvomero, nikatembelea Kilosa, nikatembelea wapi huko Dodoma. Nashukuru hatua zilichukuliwa kali na tabia hiyo ikakoma. Kwa hiyo viongozi wa kamati zetu za ulinzi na usalama, haya mambo wala tusiyafumbie macho. Wala tusiyafumbie macho. Twendeni tukasimamie kikamilifu, na twendeni tukazingatie utaratibu huu wa matumizi bora ya ardhi. Kwa vyovyote vile, kila siku inayoongezeka idadi ya watu inaongezeka. Kila siku iendayo kwa Mungu, hata leo hivi tulivyoamka, idadi ya watu imeongezeka. Kwa vyovyote vile, matumizi ya ardhi tulivyokuwa tunatumia mwaka 1980 haiwezi kalingana na leo. Na ardhi haiongezeki. Tunatakiwa tuboreshe shughuli zetu za uzalishaji, tupate kipato kikubwa kutoka kwenye eneo dogo. Hiyo ndio maana halisi ya transformation. Na nchi zote zilizoendelea wametoka kwenye uhuru ule wa ubwerele wa ardhi, wakaenda kwenye kuzalisha kwa faida kubwa, kwa tija kwenye eneo dogo. Kwa sababu ardhi haiongezeki, idadi ya watu inaongezeka, idadi ya mifugo inaongezeka. Ndio. Na tunaambiwa ifikapo 2000 na waziri wa mipango atatuambia vizuri, ifikapo 2050 idadi ya watu itakuwa imedouble. Kwa hiyo tuna milioni karibu 70, kuelekea 2050 tutakuwa tunaitafuta 150. Maana yake nini? Maana yake lazima tujiandae kuhusu matumizi bora, mipango bora ya matumizi ya ardhi. La mwisho, tunapotawanyika tufanyie kazi haya ambayo tumekubaliana. Nimesema ya darasa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu tuna mikutano na tunaenda mpaka Kilindi, na kwa kuwa wataalamu hao walishakuja, tukubaliane na utaratibu tulioweka. Uliniomba nipite mpaka pale, lakini kwa sababu wataalamu walishakuja na tumeshakubaliana utekelezaji wake, na naibu waziri wa TAMISEMI anatokea wilaya hii, tukubaliane. Nimewaambia ndani ya wiki 2 fedha hiyo ije, na mimi nitapewa hiyo slipu kabla ya mwisho wa mwezi huu, nipate hiyo kwamba fedha imeshakuja.
ili mwezi wa 3 kazi ya ujenzi ianze. Na haya mengine haya ya fidia tumepokea, mwenyekiti pamoja na mheshimiwa waziri wameshaongea. Itafuatiliwa upatikane nyaraka zinazotakiwa ili kazi iweze kuendelea. Hizi ndizo salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, mama anayewapenda Watanzania, na mapenzi yake kwa Watanzania ni miradi ya maendeleo iliyosambaa kila eneo, na sisi ametutuma tupite kuwasikiliza Watanzania, tupite kutatua kero za Watanzania. Ndio maana mmeona tuko na jeshi kubwa hapa la mawaziri na watendaji wote wa serikali mnaowaona. Mimi niwatakie kila laheri, na kwa wenzetu wanaojiandaa na mwezi mtukufu tunawatakia kila laheri. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, na Mungu awabariki sana.